Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi leo tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ametoa taarifa kupitia ukurasa wake wa X na Twitter akaendelea kukemea changamoto na matukio mbalimbali yanayoendelea nchini ikiwemo ya utekaji, akisema ni matukio yasiyofaa. Mwabukusi ametoa kauli hii ikiwa imepita siku moja tangu chama hicho cha wanasheria Tanganyika TLS kitoe taarifa kwamba Mwabukusi amekuwa akitishiwa kuuawa. Na nukuu kile ambacho Mwabukusi amekiandika, na mnukuu anasema: "Kwa hali ya kiusalama iliyopo nchini kwa sasa, utekaji wa wakosoaji na upotezaji wa watu, ukiniuliza sababu za Tanganyika kudai uhuru na kujitawala, sidhani kama nitakuwa na jawabu sahihi. Hata wakoloni na tamaa zao hawakuwahi kuwa na kiu ya damu za wakosoaji wao kwa kiwango hiki. Wanyama wa porini wamekuwa na utu kuliko binadamu wenzetu. Wanatamani kujishibisha kwa damu zetu huku wakiogelea kwenye bwawa la machozi na jasho la wajane na mayatima wanaoachwa. Vilio vyetu haviwaumizi bali vinawasisimua na kuwaburudisha na kuongezea hamu ya kutuumiza zaidi. Tuna haki zote za kujibu mapigo ama kujibu mashambulizi ili kulinda uhai wetu. Hatuna machozi zaidi ya kumwaga, hatuna damu zaidi ya kumwagwa, na hatuna sauti zaidi ya kulia. Namna pekee itakayotutuliza ni kumrejesha Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai na kutuletea wanaotutishia. Mimi Bishop Bagonza Mwamakula na Dr. Rugemeleza inshallah na wenzetu waliokimbia Tanganyika kunusuru uhai wao. Hatutanyamazishwa na wauaji na watekaji. Nilizaliwa huru, nitakufa huru. Tunamtaka Mdude akiwa hai." Nikukumbusha tu kwamba kauli ya Mwabukusi inakuja siku moja tangu taarifa ya TLS iliyotolewa tarehe 12 Mei 2025 ambayo kichwa cha habari chake kilikuwa kinasema taarifa kwa umma kuhusiana na vitisho dhidi ya Boniface Mwabukusi. Na nukuu kile kilichoandikwa kwenye taarifa hiyo: "Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kutishiwa maisha kwa Boniface Mwabukusi ambaye ni wakili mwandamizi, rais na mwenyekiti wa baraza la uongozi la TLS. Mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, rais wetu alipokea ujumbe kwenye simu yake kutoka kwenye nambari ya simu ya mkononi ya Tanzania namba 0792705831 ukiwa unaonesha kuna mipango ovu ya kuondoa hai wake. TLS inakemea na kulaani kitendo hicho kwani ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na sheria za nchi yetu. TLS kwa mujibu wa kifungu cha 4 ibara ya D cha sheria ya chama cha sheria Tanganyika sura namba 307 ya sheria ya Tanzania ina jukumu la kulinda wanachama wake na wananchi umma kwa ujumla. Hivyo inachukua kwa uzito mkubwa jukumu la kulinda usalama wa maisha ya Boniface Mwabukusi, wakili na rais wetu, wanachama wake wote na umma kwa ujumla. Kila raia wa Tanzania akiwemo wakili Mwabukusi ana haki ya kuishi na kufanya kazi zake halali ndani ya nchi yake bila vitisho, uoga wala hofu." TLS inatoa wito kwa mamlaka za serikali hususan jeshi la polisi lenye dhamana ya ulinzi wa raia na mali zake kuhakikisha wakili Mwabukusi kama raia wengine anakuwa salama wakati wote. Kwa kuwa namba ya simu iliyofanya uhalifu wa kutishia maisha ya Mwabukusi, tunalitaka jeshi la polisi iwabaini kwa kutumia namba hiyo na kuwachukulia hatua stahiki za kisheria wale wote wanaomtishia maisha ya Mwabukusi. TLS itafuatilia kikamilifu uchunguzi wa swala hili kwa jeshi la polisi kwa kuwa aliyetishiwa maisha sio tu ni wakili bali ni kiongozi mkuu wa taasisi yetu, rais wa TLS. Ni wazi pia kwamba vitisho dhidi ya Mwabukusi vinahusiana na nafasi yake kama msemaji mkuu wa TLS kwa kuwa anatishiwa kutokana na kuwa mwongeaji, jambo ambalo ndio msingi na wajibu wa nafasi yake kama mwenyekiti wa baraza la uongozi na rais wa TLS. Mwisho, TLS itaendelea kusimamia utekelezaji wa majukumu yake kwa mujibu wa sheria ya Tanzania katika kushauri, kukemea, kuonya na kuchukua hatua sahihi za kisheria ikiwemo kufungua mashauri mahakamani katika kulinda haki za wanachama wake na umma kwa ujumla bila uoga wala upendeleo. TLS atambua na kuheshimu utawala wa sheria na kwamba hakuna aliyejua sheria kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ifahamike kwamba baraza la uongozi wa TLS haliwezi kukaa kimya linapoona kiongozi wake mkuu, rais, anatishiwa maisha kwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Tishio kama hili sio tu ni la Mwabukusi, ni la baraza zima la uongozi wa TLS na TLS nzima. Uhalifu namna hii haufai. Tunaulaani na hatutavumiliwa hata kidogo. Ni taarifa ambayo imetolewa na baraza la uongozi la TLS na imesainiwa na makamu wa rais wa TLS wakili Laetitia Petro Ntaganzwa. Mimi ni Bakari Chijumba.